wa kijeshi wa Mali Jenerali Assimi Goita amesema hali katika nchi hiyo imedhibitiwa baada ya wanajihad na waasi wa Tuareg kufanya mashambulizi makubwa mwishoni mwa juma lililopita. Katika hotuba yake ya kwanza kwa umma tangu tukio hilo kutokea, Goita amesema hatua za usalama zimeimarishwa na kuahidi kutowaunga mkono wale wote waliohusika na shambulio hilo kubwa. Tangu mashambulizi ya Jumamosi ambayo pia yalimuua waziri wa ulinzi Sadio Kamara, kiongozi huyo wa kijeshi hakujulikana alipo hadi pale picha zake za kukutana na balozi wa Urusi nchini Mali ziliposambazwa siku ya Jumanne. Omar Mkambara na maelezo zaidi. Kiongozi wa kijeshi wa Mali Assimi Goita amesema hali ya usalama nchini humo iko chini ya udhibiti. Akizungumza hadharani kwa mara ya kwanza jana jioni, ameeleza kuwa jeshi limewapa washambuliaji kipigo kikali. Ndugu zangu wapendwa, wananchi wenzangu, sasa kuliko wakati wowote mwingine ni wakati wa kuonyesha imani kwa majeshi yetu ya ulinzi na vikosi vyetu vya usalama ambavyo vinashiriki katika mapambano magumu dhidi ya ugaidi. Wizara ya mambo ya nje nchini Ufaransa iliyokuwa dola ya kikoloni ya Mali imesema raia wa Ufaransa wanashauriwa kupanga mipango ya kuondoka Mali kwa haraka iwezekanavyo kupitia ndege za kibiashara ambazo bado zinapatikana. Nayo Uingereza imeonya dhidi ya safari za kwenda Mali na kuwataka raia wake kuondoka. Wizara ya mambo ya nje ya Uingereza imeshauri kuepuka safari zote za kuelekea nchini Mali kutokana na hali ya usalama isiyotabirika. Miongozo ya usafiri iliyotolewa tangu mwishoni mwa wiki inawataka raia wa Uingereza walioko Mali kuondoka mara moja kwa kutumia ndege za kibiashara ikiwa wanaona kuna usalama wa kufanya hivyo. Aidha, Uingereza imewatahadharisha raia wake kutokujaribu kusafiri kwa njia nchi kavu kwenda mataifa jirani, ikieleza kuwa hatua hiyo ni hatari kupita kiasi kwa kile wanachokiita mashambulizi ya kigaidi katika barabara kuu za kimataifa. Serikali ya Uingereza imeongeza kwa kusema kuwa ikiwa mwananchi ataamua kusalia Mali, hiyo itakuwa ni hiari yake mwenyewe, lakini anapaswa kuwa na mpango binafsi wa dharura usiotegemea serikali ya Uingereza. Mapigano yameripotiwa siku ya Jumamosi katika mji wa Bamako na katikati ambako kuna kambi kubwa ya jeshi pamoja na miji mingine ya kaskazini ya Gao na Kidal. Inaripotiwa kwa mapigano yaliendelea hadi Jumapili huko Kidal na kati. Taarifa zinaashiria mashambulizi ya kundi la FLA ambalo limelenga kuunda dola huru ya kikabila ya Tuareg yalilenga hasa miji ya kaskazini, huku kundi la wanajihadi la Al-Jamaati Nusra al-Islam wal-Muslimin likielekeza mashambulizi yake kwa wakati mmoja katika maeneo mbalimbali nchini humo. Hadi sasa Mali inaongozwa na serikali ya kijeshi chini ya Assimi Goita aliyeingia madarakani kupitia mapinduzi ya mwaka 2020 akiahidi kurejesha usalama na kukabiliana na makundi yenye silaha. Serikali ya kijeshi ilipata kuungwa mkono na wananchi ilipochukua madaraka kwa ahadi ya kumaliza migogoro ya muda mrefu na usalama uliochochewa na uasi wa Tuareg kaskazini. Hata hivyo, licha ya kuondoka kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa na vikosi vya Ufaransa pamoja na serikali ya kijeshi kuajiri mamluki wa Urusi kusaidiana kukabiliana na hali hiyo, uasi wa wanajihadi umeendelea na maeneo makubwa ya kaskazini na mashariki mwa nchi hiyo bado yako nje ya udhibiti wa serikali. Shukran Omari Mkambara kwa taarifa hiyo. Utafiti wa wanasayansi wa Marekani unaonyesha kwamba kasi ya uharibifu wa misitu ya kitropiki ilipungua mwaka uliopita 2025 baada ya kuonekana kuwa na takwimu mbaya mwaka uliotangulia. Watafiti hawa wanasema hii ilitokana haswa na juhudi za Brazil kuzuia ukataji wa miti misituni. Haya yanajiri huku sera mbalimbali za kuhifadhi mazingira zikianza kushinikizwa kwa mataifa mbalimbali, ikiwa kwamba Kenya inaweza kukosa ufadhili wa bajeti ya shilingi za Kenya bilioni 96.9 kutoka kwa Benki ya Dunia ikiwa itashindwa kutekeleza hatua muhimu za udhibiti kabla ya tarehe ya mwisho ambao ni tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu, ikiwa ni pamoja na kutekeleza mfumo wa kisheria wa kutekeleza sera inayolenga angalau 30% ya miti ya kitaifa kufikia mwaka 2030 chini ya sheria ya uhifadhi na usimamizi wa misitu. Mwenzangu Sarafina Robi amezungumza na Omar Elmawi, mchambuzi wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kutoka vuguvugu la Africa Movement of Movements. Sababu kubwa ni kwa sababu walifanya sheria na mikakati kabambe ambayo walifanya ama wali-illegalize kukata miti. Waliangazia haya masuala haswa ule msitu wa Amazon, na jambo ambalo lilisababisha hili kwa kiasi kikubwa nafikiri pia ni kwamba Brazil ndio waliokuwa wanahost ile Conference of Parties ama ile kongamano la masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kila mwaka jana ulikuwa Brazil, na waliangazia kwa kiasi kikubwa masuala haya. Tuliweza kushuhudia mawimbi makali ya joto, moto wa nyika na ukame mwaka jana katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Ni kipi kilichochochea sana hali hii?
Kwanza kabisa ni kwa kimombo tunaita kitu human activities, ama vile vitendo vya binadamu, kama swala ya kutumia fossil fuels, kwa mfano kama makaa ya mawe, mafuta pamoja na gesi. Mambo haya yanachangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kila tukitumia tunapeleka katika anga kitu tunaita hewa ya kijani ama greenhouse, ambayo kwa mfano wake ni kama ile hewa ya kaboni. Kwa hivyo hii ikipatikana kwa kiasi kikubwa katika anga huchangia kwa kiasi kikubwa ile vuke ambalo linakuja kutoka kwa miale ya jua katika nchi yetu, inakuwa vigumu kuweza kurudi katika anga. Baadhi ya makongamano ambayo umeweza kuyataja, kumekuwa na sera ambazo ziliweza kuidhinishwa, lakini hatujaweza kuona mataifa yakitekeleza sera hizi. Sasa hivi majuzi tumeona kuwa nchi ya Kenya inaweza kukosa usaidizi wa bajeti ya shilingi bilioni 96.9 kutoka Benki ya Dunia ikiwa itashindwa kutekeleza sera ya 30/30. Hii ina maana gani? Ni hatari kubwa, kwa sababu Kenya katika njia ambazo zinategemea kwa kiasi kikubwa kuweza kupata fedha za kuweza kuendesha bajeti yake ni mikopo ama pia finances ambazo zinatoka katika mabanki haya makuu ya ulimwengu ikiwemo World Bank. Sasa kitu ambacho mabanki haya yamefanya kwa sasa ni wameunganisha kwamba lazima nchi ambazo zinataka misaada hii ama hela hizi ziwe na policy, environmental na legal reform conditions, ama lazima wawe na sheria kulingana na mambo ya environment na mambo ya kisheria. Na katika hizo ni ambayo unaita 30/30, ambayo inasema kwamba tukifika mwaka wa 2030 lazima kwamba ile nchi ya Kenya 30% ama angalau 30% iwe ni miti, ambayo itasababisha kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba tunasaidia ama tunachangia katika kupigana na mabadiliko ya tabia nchi. Sera hii ya 30/30 tumeisikia hata katika ile COP16 iliyofanyika Colombia kuhusiana na masuala ya bioanuai. Vile vile tumesikia kwenye COP30 kwa makongamano mengi tu yanahusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa chimbuko lake halisi ni lipi, na shinikizo hili ni kwa Kenya peke yake ama vile vile limeweza kutekelezwa katika mataifa mengine? Hii ni shinikizo ambalo limechukuliwa makubaliwa kwa kiasi kikubwa na nchi takriban karibu zote ulimwenguni. Ilitokea the origin ni hiyo COP ya 16 ambao wanazungumza ile COP ya biodiversity, ambapo walikubaliana kwamba kufikia mwaka 2030 30% ya ulimwengu itakuwa ni miti ama misitu, na pia ni masuala pia ya mambo ya imeangazia pia masuala ya ocean kama bahari. Na kwa hivyo Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo zimekubaliana na mwongozo huu ambao ulipitishwa mwaka 2022, na nafikiri focus yetu ama mtazamo wetu zaidi umekuwa katika kushinikiza masuala ya kitu tunaita restoring tree cover, ama ile miti ambayo imekatwa ama sehemu ambazo misitu imekauka kuweza kuifanyia kazi. Vile vile tumeweza kuona kuwa mataifa mengi wao yanahudhuria makongamano haya, wanakubali vile vile kuhusiana na sera hizi, lakini wanaporudi katika mataifa yao hawawezi kutekeleza. Sasa huu ndo mkondo mpya wa kuyashinikiza mataifa kutekeleza malengo ya mikutano ya mabadiliko ya tabia nchi. Nakubaliana na wewe kwamba ukiangalia kwa makini utaona kwamba ni kweli mwendo huu ama mkondo huu unaelekea katika kushinikiza mataifa mengi, haswa yale mataifa ambayo yako katika nchi ambazo ni developing countries, kwa sababu wao wanategemea kwa kiasi kikubwa mikopo na hela kutoka banki kuu za ulimwengu, na banki kuu hizi kama zimeweka na sera hizi, lakini wanaporudi katika mataifa yao hawawezi kutekeleza. Sasa huu ndo mkondo mpya wa kuyashinikiza mataifa kutekeleza malengo ya mikutano ya mabadiliko ya tabia nchi. Nakubaliana na wewe kwamba ukiangalia kwa makini utaona kwamba ni kweli mwendo huu ama mkondo huu unaelekea katika kushinikiza mataifa mengi, haswa yale mataifa ambayo yako katika nchi ambazo ni developing countries, kwa sababu wao wanategemea kwa kiasi kikubwa mikopo na hela kutoka banki kuu za ulimwengu, na banki kuu hizi kama zimeweka conditions ama masharti kwamba kupata hela hizi lazima wawe wanaangazia masuala haya tree cover katika nchi zetu. Lazima tutaona kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wanahitaji hizi hela, kama tunavyoona ni pesa nyingi na wanazihitaji katika masuala ya kila siku ya kuweza kuendesha serikali zao mbele.